Takatifu Mungu wetu na Baba yetu, unastahili kabisa Bwana kuinuliwa, kutukuzwa, kusifiwa. Unastahili kuombwa neema yako na baraka zako. Wewe ni Bwana uliyetujalia tukawa na pumzi ya uhai hata leo. Bwana, tunaomba sasa usemezane nasi kwa njia ya neno lako. Nitumie nami kama chombo chako, bali Bwana ulilolikusudia lifike kwa watu wako. Naomba Bwana ukalipake utukufu wako na mafuta yako, ili kawe chakula cha kufanya wawe hai katika maisha yao. Bwana, nitumie nami kama chombo tu. Jina lako na utukufu wako Bwana ufike kwa watu wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Zaburi tuliyopewa ni Zaburi ya 100, ina mstari 5. Zaburi ya 100 ina mistari 5. Na kabla sijasoma zaburi hii, kama ambavyo viongozi wetu wametukumbusha kwamba leo ni siku ambayo KKKT ujumbe mkuu unasema njooni tumsifu Mungu wetu, siku ya kumwimbia Bwana wimbo. Katika somo hili naomba tutafakari au tujifunze kuhusu nguvu na umuhimu wa nyimbo mbele za Mungu na kwenye maisha ya mwanadamu. Nguvu na umuhimu wa nyimbo mbele za Mungu na kwenye maisha ya mwanadamu. Zaburi ya 100 ndio takayoitafakari. Naomba katika jina la Bwana nisome. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Amen. Nguvu na umuhimu wa nyimbo mbele za Mungu na kwenye maisha ya mwanadamu. Zaburi hii ambayo ni wimbo ni mfupi, ingawa umebeba maudhui au ujumbe mzito katika maisha ya kiroho na ya kibinadamu. Zaburi hii inatufundisha kuwa nyimbo si mapambo ya ibada, bali ni njia mojawapo kuu ya kuwasiliana na Mungu na pia kubadilisha maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo nyimbo kwenye ibada si mapambo tu, na badala yake ni njia, ni mojawapo katika njia kuu za kuwasiliana na Mungu na pia kubadilisha maisha ya mwanadamu. Maana yake kwa njia ya nyimbo tunawasiliana na Mungu. Kwa njia ya nyimbo maisha yetu yanaweza kubadilika. Ndugu zangu, sasa nimesema tuangalie nguvu na umuhimu wa hizo nyimbo, kwanza mbele za Mungu, lakini pia kwenye maisha ya mwanadamu. Hizi nyimbo zina nguvu gani na zina umuhimu gani mbele za Mungu na kwenye maisha ya mwanadamu? Nyimbo tunazoziimba, jambo la kwanza, nyimbo huamsha furaha, hisia na msukumo wa kiroho. Zinaamsha furaha, zinaamsha hisia, lakini pia zinaleta msukumo wa kiroho. Katika hatua hii, yani zinamfanya mtu afanye maamuzi au afanye uamuzi wa kumtukuza Mungu. Ukisoma ule mstari wa kwanza, nyimbo zinaamsha ile hali ya furaha na hisia. Katika hizo hisia, lakini pia kunatokea msukumo kwa huyu mtu ili apate kumtukuza Mungu. Zangu, katika eneo hili nyimbo
huondoa uzito wa moyo katika kumtukuza Mungu. Kwa njia ya nyimbo, mtu ule uzito wa moyo wa kumtukuza Mungu huwa unaondoka, zinaondoa nyimbo. Lakini pia huleta amani na tumaini hata katikati ya changamoto. Mtu anapata amani na tumaini hata kama anaishi katikati ya changamoto mbalimbali kwenye maisha yake. Wakati mwingine wanakwaya unaweza kuona anaimba nyimbo vizuri tena anaruka sana, lakini alichokiacha nyumbani kina jina sio zuri. Kuna wengine wamepewa, kuna jina fulani anaitwa dingi noma. Nafikiri mliwahi kusikia, si ndio? Huko anaimba, lakini anajua nikimaliza kuimba baadaye wakisema enendeni kwa amani ya Bwana, anajua wameniruhusu sasa niende kwa yule mwenye dingi noma. Kwa hiyo katika hali hiyo, kwenye nyimbo, mtu anapoimba nyimbo anaimba ni kwenda amepata msukumo wa kumtukuza Mungu, lakini maisha yake yako katikati ya magumu mengi, anapita kwenye changamoto nyingi zinazomtesa, zinamuondolea furaha na amani, lakini akiwa hapa amepata msukumo, ameamshwa amtukuze Mungu hata katikati ya hizo dhiki au changamoto zinazomkuta. Ndugu zangu, kuna mtaalamu mmoja anaitwa Jonathan Edwards. Kwenye eneo hili anasema hivi: nyimbo huamsha hisia za kiroho kwa kina. Nyimbo zinaamsha hisia za kiroho kwa kina, zinaamsha kule ndani. Kuna hisia za kiroho ambazo mtu ziko ndani yake, kwa hiyo kwa njia ya nyimbo zinaamsha. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuona mtu mwingine anapoimba baadaye anatoka machozi. Hisia za ndani zinaamshwa kwa upya, anaanza kupata miguso ya aina ya pekee kwenye maisha yake. Lakini pia kuna mtu mmoja aliimba wimbo anaitwa Remi Ongala. Remi Ongala aliimba wimbo unasema kifo 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 hakina huruma. Huyu alikuwa anajaribu kuonesha, alipatwa na mguso unaohusiana na kifo, kwamba kifo hakina huruma. Na anapofafanua ule wimbo wake, anapojaribu kuelezea, utakuta kwamba anasema hakina huruma, kinabeba hata watu wenye heshima zao, si ndio wapendwa? Kinabeba wenye mali za kutosha, kinabeba na maskini, kinabeba. Hafu wakati mwingine ndio huyu anayetegemewa, kifo kinabeba. Alipojaribu kuangalia namna kifo kinapoleta mguso mgumu, akatengeneza wimbo unaosema kwamba kifo hakina huruma. Alipata mguso unaohusiana na namna kifo kikitokea kinavyoamsha hisia ngumu kwenye maisha ya mtu na kuleta msukosuko wa aina fulani kwenye maisha ya mtu. Lakini pia kuna mwimbaji mwingine anasema kilio cha samaki machozi yake. Mwahi kusikia hiyo? Ni nani huyo jamani? Na wataalamu wa wasikilizaji wa muziki ni nani? Huyo Remi Ongala alisema kilio cha samaki machozi yanafanya nini? Kilio cha samaki machozi yanaenda na nini? Na maji. Mimi nimetafsiri kwamba, mojawapo ya tafsiri kwamba wakati mwingine anapolia, wengine wala hawajali, wanaweza kupuuza mambo yake, wanaweza kupuuza huzuni yake, wanaona kawaida kabisa. Baba, hongera kwa lilo lilosema kwamba kuna mwenzetu anaumwa, wewe umepata, manake umeguswa na ile kwamba mwenzetu anahitaji awe hai na washirika wengine katika hali. Sasa nategemea umeguswaje? Lakini kilio cha samaki hata halie, machozi yake anaenda na wena, ndio maji tutakayokunywa sisi. Tutafurahia maji, kumbe kuna mwingine analia, amepata kilio. Jambo la pili, nyimbo huunganisha jamii ya waamini ili wawe na umoja, wawe na ibada za pamoja na wawe na tabia ya kutunzana. Nyimbo zinaunganisha jamii ya waamini ili wawe na umoja, wawe na ibada za pamoja, lakini pia wawe na tabia ya kutunzana. Wataimba pamoja kama tutakavyofanya leo mchana, na namna nyingine zinaimarisha ibada,
zinaifanya jamii iungane pamoja. Ndugu zangu, kuna wimbo mmoja unasema hivi: nunza nigenene nunza, nunza nigenene nunza, sivande mwana wakiva. Waliwahi kusikia? Waliwahi kusikia wimbo? Waliwahi kusikia au kuimba kabisa? Waliwahi kuimba wimbo huu? Naomba tuimbe, twende. Nunza nigenene nunza, nunza nigenene nunza, sivande abana bakiba tilaga, abana bakiba kumbati, abana bakiba kumbati laga, abana bakiba kumbati. Huu wimbo, aliyeanzisha wimbo huu alikuwa kwenye msiba. Sasa watoto ndio wamefiwa mzazi wao wa mwisho. Sasa huyu mama akaona watoto wanalia, wanaonesha kwamba kwa kuwa sasa na mzazi wao huyu wa mwisho hawana baba sasa wala mama, ni wakiwa. Sasa wakawa wanalia kwamba sasa tutaishije, tutatunzwa na nani? Ndio ile niyesema inaunganisha, nyimbo zinaunganisha jamii iwe na tabia ya kutunzana. Huyu mama ndio akaimba pale ule wimbo, anawaambia na watu na wale watoto watulie kwenye siku hiyo ya msiba, ya kwamba nunza nigenene nunza. Anajitoa sadaka kwamba mimi nitawatunza. Jamani, ninyi mlioko hapo mjue mimi nitatunza watoto hawa. Watoto wakiwa hawa abana bakiva, watoto wakiwa yatima hawa nitatunza, hawatanishinda. Alitoa wosia, aliwatuliza watoto kwa njia ya wimbo. Watoto ndipo baadaye wakagundua kwamba kumbe kuna mtu mwingine hapa mwenye huruma. Hata kama baba na mama amefariki, kuna mwingine amesema nunza nigenene nunza. Ndio hicho nilichokisema, alitumia wimbo kuwafariji watoto wajue ya kwamba hata kama ni wakiwa, lakini yupo atakaye watunza. Ndio maana nasema nyimbo zinaunganisha jamii. Manake huyu mama aliyejitolea kutunza watoto kama sehemu ya jamii anajiunganisha na watoto hawa, anaimba huu wimbo ya kwamba yeye atakuwa kwenye kipengele cha kutunza, wawe na umoja, wawe pamoja. Akaimba wimbo huo unaoashiria kwamba atatunza watoto hao wakiwa. Lakini nguvu na umuhimu mwingine wa nyimbo mbele za Mungu na mbele za wanadamu katika maisha yetu, nyimbo ni ushuhuda wa makuu ya Mungu kwa dunia. Ule mstari wa 3, nyimbo zinashuhudia au zinatangaza ukuu wa Mungu, wema wake na uaminifu wake kwa vizazi vyote. Ule mstari wa 3 kwenye Zaburi yetu ya 100 tuliyosoma, zinatoa ushuhuda wa namna Mungu alivyo na makuu kwa dunia hii, anavyoitendea wema, anavyofanya uaminifu wake wa kutunza na kuhudumia mambo mbalimbali kwa wanadamu, lakini pia hata kwa vizazi vyote. Nyimbo ni ushuhuda wa makuu ya Mungu anayofanya hapa duniani. Lakini jambo jingine hili sasa ni la 4, nyimbo ni ishara ya shukrani. Ule mstari wa 4, nyimbo ni ishara ya shukrani. Hata wanakwaya wamekuja kutoa shukrani. Hongera sana, mmetembea kwenye somo, hongereni sana, mmetembea vizuri. Huu mstari unawaunga mkono kwa mlilolifanya. Ni ishara ya shukrani. Maana yake ni kwamba watu wanapoimba nyimbo wanaonesha shukrani, na pia kuna nyimbo nyingine huwa ni za shukrani kwa Mungu. Kuimba ni tendo la kushukuru ambalo mtu anasema asante Mungu kwa hili na lile na lile ambalo Bwana umelitenda katika maisha yangu. Katika hatua hii ya shukurani, nyimbo humkumbusha mwanadamu kuhusu wema wa Mungu na kumsukuma awe na tabia ya kushukuru. Hata kwa njia ya nyimbo amshukuru Mungu. Zinajenga moyo wa kutambua baraka badala ya kuishia kulalamika tu katika maisha. Zinafundisha unyenyekevu mbele za Mungu. Mtu aone ya kwamba Mungu alimtunza, ainuke, asogee mbele ya Mungu, amwambie Mungu, asante kwa kunitunza, asante kwa kunitetea, asante kwa kunilinda,
asante kwa kunifanya nizaliwe, asante kwa hili na lile, hata asante kunifanya nifike kukuabudu. Maana wengine nafasi wameikosa. Ni sehemu ni ishara ya kumshukuru Mungu, na zipo nyimbo za kumshukuru Mungu. Lakini pia jambo la 5, nyimbo huthibitisha uhusiano wetu na Mungu. Kwenye ule mstari wa 3, zinathibitisha. Katika kuthibitisha, zinatukumbusha sisi ni akina nani, ya kwamba sisi ni mali ya Mungu, tuna uhusiano wa karibu naye, sisi tuna thamani ya pekee mbele zake, na thamani yetu ni kubwa, huwezi kulinganisha na vitu vingine, na tupo kwa makusudi maalum katika uso wa dunia hii. Nyimbo zinathibitisha uhusiano wetu na Mungu. Nyimbo ni utambulisho kwenye eneo hili, ni utambulisho wa kiroho wa mwanadamu. Kuna mtu mtaalamu mmoja anapozungumzia habari ya uthibitisho kwamba nyimbo zinathibitisha uhusiano wetu na Mungu, anaitwa Toza. Toza anasema moyo unaoimba ni moyo unaomjua Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu ni mwimbaji, anasema huyu anaonekana anamjua Mungu. Sasa hao ambao hawapo kwenye kwaya, baba mchungaji, sijui tutafanyaje? Sasa swali ni kwamba anayeimba, sio lazima muwe kundi. Je, huwa unaimba ili kuonesha kwamba unamjua Mungu? Huwa unaimba hata kwa njia hiyo ya kuimba? Huyu Toza anasema hiyo moyo unaoimba ni moyo unaomjua Mungu. Jambo la 6, nguvu na umuhimu wa nyimbo mbele za Mungu na katika maisha ya mwanadamu. Nyimbo ni njia ya kumkaribia Mungu, ni njia ya kumkaribia Mungu. Nyimbo, katika kuimba, nyimbo zinavunja kuta za kiroho, kama vile hofu. Kama mtu ana hofu akiimba wimbo, au ana huzuni akiimba wimbo, au ana maisha ya mashaka akiimba wimbo, mashaka na hofu vinaweza kumuondoka kwa njia ya kuimba wimbo. Na wapo wengi ambao wameshuhudia kwamba wao walipoimba wimbo, kama alikuwa na hofu, alikuwa na huzuni kwenye maisha yake, alikuwa na wasiwasi juu ya jambo fulani, basi hivyo viliondoka wakati alipokuwa anaimba wimbo. Mungu atusaidie. Nyimbo ni mlango wa kuingia katika uwepo wa Mungu, ni mlango wa kuingia. Anaposema ni njia ya kumkaribia Mungu, maana yake nyimbo ni mlango wa kuingia katika uwepo wa Mungu. Ndio maana tunapoanza hapa, ile timu yetu wameimbisha wimbo, ulikuwa ni mlango wa kutambua na kutufanya sisi tuingie katika uwepo wa Mungu. Nyimbo husaidia kuunganisha roho ya mwanadamu na ya Mungu. Tunaposema ni njia ya kumkaribia Mungu, maana yake nyimbo husaidia kuunganisha roho ya mwanadamu na ya Mungu. Jambo la 7, nyimbo huleta uwepo na nguvu ya Mungu. Nyimbo zinaleta uwepo na nguvu ya Mungu. Kibiblia zinafungua vifungo vya kiroho, zinaleta ushindi katika maisha. Nyimbo, mtu anapoimba wimbo, basi wimbo huo kuna vifungo vya kiroho vinaondoka, zinaleta ushindi kwenye vita za kiroho, zinaleta uponyaji kwenye moyo wa mtu. Kwa zinaleta ule uwepo na nguvu ya Mungu isogee kwenye maisha ya namna hiyo. Kibiblia kwamba mtu anapoimba, basi vifungo vya kiroho vinaondoka, zinaleta ushindi na vita mbalimbali zinaondoka, lakini pia zinasababisha uponyaji. Desmond Tutu wa Afrika Kusini alisema hivi, Waafrika huimba hata katika maumivu ndipo hupata nguvu. Sasa Waafrika huimba hata wakiwa katika hali ya maumivu, huwa wanaimba wimbo, na baada ya hapo anakuta amepata nguvu nyingine ya kuendelea na maisha. Mungu wa pekee sana. Ndugu zangu, sio hivyo tu. Yupo mwingine anaitwa Dallas Willard, naye alisema hivi kwenye kipengele hiki kwamba nyimbo hufundisha roho kuishi katika uwepo wa Mungu. Mtu anapoimba wimbo unakusaidia kuifundisha roho kwamba iishi katika uwepo wa Mungu. Roho ijikabidhi
kwa Mungu, ijue ya kwamba ipo nguvu ya Mungu. Mtu anapoimba wimbo inatokea hiyo. Na wenzetu waliimba, kama ni mapito nimepita sana, kama ni majaribu nimejaribiwa sana, moyo wangu. Mliwahi kusikia wao, ndio? Yesu unigange moyo. Waliimba ule wimbo, ndio? Kwamba wamepita kwenye mapito mengi sana, majaribu mengi sana. Sasa wanatumia wimbo kumwomba Yesu agange mioyo yao. Tumia wimbo, imba wimbo wa kuomba Yesu agange moyo wako katika mapito unayopita, katika majaribu unayopita. Hebu imba wimbo wa kumwomba Yesu agange moyo wako. Ndugu zangu, jambo la 8, nyimbo huleta imani na kumtumaini Mungu. Zinajenga nyimbo hujenga imani na kumtumaini Mungu. Ule mstari wa 5, zinajenga imani na kumtumaini Mungu. Zinaimarisha imani, zinafuta hofu na roho ya kusitasita. Kuna watu wana roho ya kusitasita. Kwa njia ya nyimbo wanapata nguvu ya kusogea mbele. Nyimbo hujenga ujasiri wa kiroho. Kuna pambio huwa linaimbwa, hatujafika bado, tumeanza tu, hatujafika bado, tumeanza tu, tumo safarini. Sio wapendwa? Mmewahi kusikia na huku mwenzenu huko unakotokea niwahi kusikia huu wimbo, na mimi huwa naimba na huwa naupenda sana wimbo huu, kwamba hatujafika bado, tumeanza tu. Ni wimbo wa kujenga imani na matumaini ya kwamba nitafika tu. Tuko pamoja wapendwa? Nitafika tu. Hata kama hatujafika bado, lakini ndio tumeanza tu, tumo safarini. Kwa hiyo zinajenga imani na kumtumaini Mungu, zinajenga ujasiri. Kuna mtu anaitwa Wright, N.T. Wright. Yeye alisema hivi, kuimba ni ishara ya tumaini la ufalme wa Mungu. Mtu anayeimba anatupa ishara ya kwamba amejenga tumaini la kwenda kwenye ufalme wa Mungu. Ndivyo anavyosema huyu N.T. Wright. Mtu anayeimba anajenga matumaini ya kwamba atafika kwenye ufalme wa Mungu. Zinajenga imani na matumaini yetu kwa Mungu. Lakini mwingine tena akiongeza katika hilo, alisema hivi, huyu anaitwa Charles Wesley. Alisema hivi, nyimbo hueneza injili kuliko mahubiri mengi. Anasema nyimbo zinaeneza haraka zaidi injili kuliko mahubiri mengi. Na hata ukihesabu nyimbo tulizoimba tangu tunaingia hapa ni nyingi, si ndio wapendwa? Ni nyingi sana tangu tumeingia hapa. Lakini pia Martin Luther King, huyu King Junior wa Marekani, alisema hivi, muziki huunganisha watu na matumaini yao. Muziki unamuunganisha mtu na matumaini aliyonayo, kwa sababu wakati mwingine anasema mtu matumaini yani hana matumaini kabisa, au anachokitumaini kiko mbali na yeye. Kwa muziki ule huwa unamuunganisha mtu. Unaposikia habari ya muziki, basi unamuunganisha na matumaini kama kuna jambo alikuwa analihitaji, anaona ni kama hilo linaanza kupatikana, ndugu zangu. Lakini jambo jingine anasema hivi, nyimbo huleta na kusukuma mabadiliko katika maisha. Nyimbo huleta na kusukuma mabadiliko katika maisha. Nyimbo zimesababisha watu wamebadilika tabia, aidha kutoka tabia njema kwenda mbaya au kutoka mbaya kwenda njema. Wengine wameokoka kupitia kwaya tu. Wanakwaya mnapoimba, kuna watu wengine wameokoka. Niwahi kugundua katika sharika ambazo nimewahi kufanya kazi, unashangaa msharika fulani, mkienda ukisema ibada ya pili anakuja ya pili, ibada ya kwanza anakuja ibada fulani. Nikawa nauliza, nafuatilia
aina ya tabia ya maudhui ya mtu kwenye kanisa. Nikagundua kumbe wakitangaza ibada fulani, kwaya fulani itaimba ibada fulani, ndio anakuja kwenye, yani hapo ndio anakuja. Yani ile kwaya, zile nyimbo za ile kwaya huwa anazielewa vizuri zaidi kuliko kwaya nyingine. Sijajua hapo. Lakini mahali pengine unamuona kabisa mtu fulani anasema mimi kwaya fulani ikiimba najisikia raha. Ni wana kwaya, kuna watu wanajisikia raha kwa sababu yenu mkazani, kuna watu wanajisikia raha. Lakini sio hivyo tu, mtu mmoja mke wake alikuwa mwimbaji wa kwaya. Kwa hiyo akawa anapoimba, akiona siku hiyo kuna wimbo, anamuuliza jioni, leo wewe kwenye ibada ya leo kuna wimbo utasolo, yani utaimbisha? Akisema ndio, na yeye anasogea. Siku hiyo anakuja kanisani, hata kama ana mazuri na mabovu, anakuja amwangalie mke wake anapoimba, halafu anaambia mzee, huyo wa mimi huyo. Kwa nimesema hivi, katika kuimba nyimbo zinaleta na kusukuma mabadiliko katika maisha. Huyu baba alikuwa akisikia mke wake ndio anapoimbisha pale, anakuja kwenye ibada, halafu na wataarifu na wenzake, huyo wa mimi. Mnayemwona wewe ni wa mimi. Na mwingine kama ni mama, naona bwana yake ni mwimbaji mzuri na nini, basi niliolewa, anajisikia kweli niliolewa kwa mwanaume, si ndio? Pale kanisani hata wachungaji wanamsikiliza na wengine wanamsikiliza, lakini kwa kweli yuko vizuri. Wababa tuimbe nyimbo ili wamama wajidai, tuimbe nyimbo. Naweza kuona mnyima raha. Ndugu zangu, inaleta msukumo. Kuna mtu anaitwa Tim Keller kwenye kipengele hiki anasema nyimbo hubadilisha moyo kabla hata akili haijabadilika. Nyimbo anasema zinawahi kubadilisha moyo wa mtu hata kabla ya akili. Mungu atusaidie sana. Nielekee kuhitimisha. Ndugu zangu, nataka kusema hivi, katika mazingira ya maisha yetu, katika mazingira ya utumishi wetu, katika mazingira ya familia zetu, na kwa kila namna yoyote ile, nyimbo ni chanzo cha faraja pia. Zinaleta faraja nyimbo ni njia ya kuimarisha imani, kama nilivyosema mara ya kwanza. Mara nyingi nyimbo ni kichocheo cha uponyaji wa moyo na akili ya mtu. Zinasababisha uponyaji kwa watu wanapona mioyo yao, watu wanapona akili zao, na katika maisha yao wanaingia kuendelea kujisikia amani. Kuna wimbo pambio linasema, gusa moyo wangu Bwana, ukinigusa wewe mimi nitakuwa salama. Gusa moyo wangu Bwana. Hata kama naimba vibaya, lakini nimeimba. Nimeimba mimi. Bwana Yesu asifiwe sana.